Kwa majina naitwa Jennifer Samuel, ni CEO wa Jennifer Mall. Leo tupo hapa kwenye uzinduzi wa duka letu ambao ni mall yetu kubwa, ambapo tunajishughulisha na uuzaji wa vyombo vya ndani, mapambo ya ndani, home decor, home appliance na vitu vyote vya majumbani, ambapo utapata vitu vyote, vyombo, changamoto zote za vyombo vya ndani hapa ni solution kabisa. Lakini tuko hapa kwa ajili ya bei, yani kila mmoja bei ambayo mtu anaweza kai-afford, wanapata vitu quality kwa bei ya chini. So nawakaribisha sana katika siku ya leo kwenye uzinduzi wa duka letu ambalo ni mall yetu, ambapo utajipatia mahitaji yote ya ndani, vyombo, kila kitu kama ambavyo nimekwisha kueleza. Kwa upande wa serikali nilikuwa naomba ama kushauri kwamba kuna wanawake wengi ambao wako nyumbani, ambao ni mama wa nyumbani wengine, lakini wana juhudi, wanatamani kufanya kazi, lakini kinachowakwamisha ni mtaji pengine. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali ingekuwa na mkakati wa kuwawezesha kina mama, hasa kwenye kuangalia vikundi maalum. Mfano kama mimi hapa, wakati naanza, unatamani, unakuwa na ndoto kubwa, unakuwa na una nguvu kijiangalia kwamba wewe unaweza ukafanya kazi, lakini kitu kinachokuangusha ni mtaji. Sasa ukitaka kwenda hata labda kwenye benki au kwenye taasisi kwa ajili ya kujipatia mkopo, unaambiwa uwe na dhamana ambayo haihamishiki. Mfano vitu vya dhamana, labda uwe na nyumba, uwe na kiwanja, vitu hivyo kwa wakati huo unakuwa hauna. Kwa serikali ikitusaidia kupata namna nzuri, au benki kuongea labda na benki, tuweze kupata mikopo pasipokuwa na masharti magumu. Kwa sababu mtu anaweza kawa na ndoto, lakini mtu anaweza kawa mchapakazi, lakini juhudi zake zinakwamishwa na kikwamo cha kipato, mfano kuwa na mtaji. Kwa nilikuwa naomba sana kwa lengo hiyo serikali ingeweza kuangalia. Kuna wanawake wengi ambao wako nyumbani, wanatamani kufanya kazi, wanatamani kupambana, lakini hawajui wapi pa kuanzia. Kwa wanaume ambao bado wana imani za kwamba mwanamke akifanikiwa anaweza akakudharau au akawa hateki care kwenye familia, mimi naweza nikasema hapana. Kuna wanawake wengi waliofanikiwa lakini bado wakawa responsible na familia zao, kwa maana ya kuwa mke bora na kuwa mama bora kwa watoto wao. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa anaonyesha juhudi ya kupiga hatua au kufanya kazi ya namna yoyote, kufanya biashara, tunaomba imani yenu iwe kubwa kwa wanawake, kwa sababu kuna wanawake, si wote, lakini kuna wachache wao ambao wanaharibu ile image sasa ya mwanaume, kwamba kumwamini mwanamke, kujipatia kipato chake na kujiimarisha kwenye uchumi. Mume wangu ni mchango mkubwa sana kwa haya maendeleo yaliyopo leo. Ni mchango mkubwa sana kwa sababu asingeniruhusu kutoka nje kuonyesha kile nilicho nacho, sidhani kama hiki leo ambacho mnakiona kingeonekana. Kwa hiyo yeye ni mchango mkubwa kwa fedha, kwa imani yake juu yangu. Kwa ni vitu vikubwa sana kwangu mimi. Mtaji nilioanza nao, kwa mimi ninavyokumbuka kabisa, nilianza na milioni 3.